Furaha John Mwanja au Mama Lukogo. Ni mkazi wa eneo hili karibu na nani? Huu mtaa wa China City. Maeneo huko Maginusi. Namshukuru mwenyekiti wa serikali mitaa kutembelea maeneo hii, maana ameona changamoto tuliyopata hapa ni kubwa sana. Tuna changamoto ni kubwa kwa sababu gani? Maji huwa yanajaa sana kiasi kwamba mpaka mawasiliano huko na kule hamna. Kwa hiyo mvua ikinyesha wa kule wa huko mpaka maji yafungue sana. Kwa hiyo maji yanapita hapa ni makubwa, ni mengi mno. Kwa hiyo tunapata adha kubwa sana. Kwa hiyo baada ya kuja mwenyekiti hapa tunamshukuru, angalau ataweza kulitatua tatizo hili, ni kubwa mno kwetu, tunapata tabu. Labda ni athari gani ambazo zinaathiri kipindi cha mvua? Kama hivi saa nyingine tu maji yanaingia mpaka kwenye nyumba za watu hivi, anaacha njia hivi kama korongo linapopita hivi, wengine wanakwenda hivyo. Kwa hiyo utakuta wengine mpaka vyumbani maji yanaingia. Kwa hiyo na saa nyingine watoto kwenda shule inakuwa ni shida, mpaka saa nyingine inabidi wazunguke kwenye reli, juu ya reli wapite ndio waelekee shule. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, ni hatari. Na wengine ndio kwamba watoto mnawabeba mgongoni. Nabeba mgongoni. Wakubwa kabisa. Wanafunzi mkubwa kabisa. Wakuavusha hapo, mwingine anaomba mvusha. Naitwa Adija Abdalla Ayubu au Mama Shfa. Wa Kigogo Fresh mtaa kwa China. Tunashukuru mwenyekiti kuja huku kuona hali tulikuwa naye ni mbaya sana. Haya maji tulikuwa naye hapa, wanafunzi wanashindwa kwenda shuleni. Watu wanashindwa hata kuja madukani huku, wa kule. Kwa maana kwamba mvua zikija zinaingia paka ndani. Majumbani humu mote yanajaa maji machafu yanayozibuliwa. Kwa tunashukuru sana mwenyekiti kuliona hili swala hili, na sisi tuko ni mijirani hapa na watoto wadogo wengine tunahangaika, wanaingia katika madimbu tunawatoa. Kwa tunashukuru kwa kweli kwa hilo. Mheshimiwa Diwani amekutembelea au viongozi wengine, mbunge na wengine? Diwani ndio ametutembelea. Nashukuru kwa kweli. Muombe diwani sasa. Naomba diwani atusaidie. Hivi alivyokuja hivi tunashukuru kwanza. Kumchagua peke yake tunashukuru, na hivi anavyokuja kututembelea, maana sio mara kwanza hii. Mara diwani. Mwenyekiti. Sio mara kwanza kuja. Nishakuja tayari. Kuona hapa. Nishakuja. Wito wako ni nini sasa kutokana na changamoto hii? Wito wangu tunaomba serikali tusaidie changamoto ambazo tulikuwa nazo huko mabondeni. Na changamoto kweli. Naomba atusaidie kama hivi anavyokuja, atuletee daraja hapa, yani watu wavuke, watoto waende shule vizuri, na sisi wenyewe kama tunaenda huko shule kwenye vikao twende vizuri. Bila shaka daraja litajengwa kutokana na imani na kuwa na viongozi. Kwa jina naitwa Fikiri Salim Nyambiza, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Kigogo Fresh kata ya Pugu. Nipo hapa na waandishi wa habari kuonyesha harakati zangu kwa jinsi ninavyopambana katika kuleta maendeleo ya mtaa wetu. Leo hapa nimekuja kuonyesha zoezi ambalo tunataka kulifanya. Hapa hichi kivuko ni kidogo kama mnavyoona. Maji yakija yanafikia hichi kivuko kabisa na yanatanda hapo kwa muda siku 2-3, watu wanashindwa kuvuka. Kutoka upande wa huku kwa mchungaji Ajema kuja upande wa kwa mjumbe Robert Msemo. Kwa maana hiyo nimekutana na wananchi wa hapa, tumejaribu kuzungumza jinsi gani tunaweza kutatua hili tatizo. Wananchi wakasema wako tayari kujitolea kutoa michango yao ili tuweze kupata kiasi cha pesa tuweze kuweka kivuko hapa kwenye ile eneo. Kwa hivyo baada ya kufikia hatua hiyo, ilibidi nikutane na wataalamu ambao wanaweza kuja kutujengea. Lakini nilipokutana na wataalamu ambao wanaweza kutujengea, nao wakasema hili daraja ni kubwa, kwa hiyo inahitajika tuishirikishe serikali moja kwa moja. Kwa hiyo tukawaita wataalamu wa TARURA, wakaja hapa wakapima. Kwa hivyo tunasubiria majibu ya sketch ambayo watatuletea na BOQ. Tushapata BOQ na sketch, tutaanza sisi kuandika petition yetu nikishirikiana na mtendaji wangu wa serikali ya mtaa. Tuandika petition yetu kutembeza mtaani kwa wadau wale ambao wanaguswa na maendeleo yetu ya Kigogo Fresh na changamoto zetu, watuchangie ili tuweze kupata kifungu la pesa kwa ajili ya kujenga hichi kivuko. Lakini pia tumeshamshirikisha na diwani wetu Imeda Samjera, alikuja hapa naye amesema yuko tayari kuungana na sisi katika zoezi hili. Na bado tunamuomba mheshimiwa mbunge popote pale anapotuona kwenye vyombo vya habari hivi, tunamuomba atusaidie mchango wake, kwa sababu hichi kivuko kwa kweli kinahitaji gharama. Ni kivuko kikubwa na maji yakijaa hapa, watu wa upande wa pili wanashindwa kuvuka kwenda sokoni, wanafunzi hawaendi shuleni kama ni siku 3. Kwa hivyo tunaomba serikali itusaidie
kutuchangia pesa ili tuweze kukamilisha hiki kivuko, ikiwemo halmashauri yetu, mkurugenzi kama ananisikia, tunamwomba tusaidie sana ili hiki kivuko kiweze kupata ufumbuzi, watu waweze kupita kwa usalama na waweze kupita vizuri hata mvua kama zinanyesha. Kabla wakati mvua inanyesha inaathiri vipi wakati mvua kunyesha? Mvua ikinyesha kama unavyojua sehemu za juu huko ni milimani, kwa hiyo maji yanatoka kwa wingi sana huko juu yanakuja huko chini. Yakishafika huko yakijikusanya kwenye mifereji mbalimbali yakiungana, yakifika maeneo haya kwa kweli inakuwa kama hapa sasa ndio center ya maji kupita sehemu yote. Kwa hiyo maji yanakuwa mengi sana, yanajaa katika eneo hili lote mpaka unavyoona kwenye ukingo ule wa nyumba kunakuwa maji. Hapa mtu hawezi kuvuka hata kidogo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba tupatiwe msaada ili daraja liweze kutengenezwa hapa. Basi hata mvua zikinyesha wanafunzi waweze kuelekea mashuleni, watu wengine wanaoishi maeneo ya huko waweze kuelekea makazini, na kama kuna matumizi yote kwenda kwenye masoko kufanya shopping, kila kitu waweze kufanya. Lakini bila ya kufanya hicho kivuko, bila kukamilisha hicho kivuko, ina maana kwamba mazoezi yote huwa yanakufa wakati wa mvua.